Jambo, jina langu ni Mwanasiti Muhammad na mimi ni mratibu mkuu wa programu wa Zia. Leo nitawafunza jinsi ya kutumia app ya Zia. Katika simu yako, nenda katika app ya Zia, bonyeza. Itakuleta katika ukurasa wetu wa kwanza ambao utakukaribisha katika jamii yetu. Bonyeza hapo palipoandikwa anza. Katika ukurasa huu itakuonyesha jinsi ya kuingia katika Zia, na unaingia kutumia nambari yako ya simu uliosajiliwa nayo mara ya kwanza ulipoingia katika Zia. Na kisha hapo katika neno siri ama password ni ile ambayo ulipatiwa katika message ya kwanza ulioipata ulipojisajili katika Zia. Kisha bonyeza ingia. Naam, katika ukurasa huu unakaribishwa rasmi katika app yetu ya Zia. Itakuonyesha jina lako hapo juu. Itakuonyesha pia loan uliochukua na balance yako iliyoko ama salio la pesa yako. Katika hapo chini kabisa katika simu yako pameandikwa msingi, mikopo, vikundi, mkoba, wasifu na mpangilio. Utaingia hapo katika vikundi. Katika vikundi, ukurasa huu utakuonyesha kikundi chako ni nambari gani. Utabonyeza hapo. Ukurasa unafuatilia utakuonyesha muhtasari ambao inaonyesha nambari ya wanachama ulionao, msimamizi wa chama chako ambayo itakuwa yeye ndio group leader wenu, muunda wa kikundi ambaye atakuwa ni ofisa wako wa Zia, meneja wa uhusiano ni yule pia aliyekufungulia hicho kikundi, na kisha unaingia hapo katika wanachama. Katika wanachama itakuonyesha wanachama walio katika kikundi chako kwa majina. Mahali hapa ni kama unataka kuongeza wanachama baadaye. Kuna hapo juu imeandikwa na rangi ya yellow au manjano, pameandikwa alama ya kuongeza mwanachama. Hapo utaweza kuongeza mwanachama kutumia hivyo. Kisha unafinya hapa katika mikopo. Okay. Katika ukurasa wa mikopo, ukurasa huu unaonyesha mikopo yenu ama mkopo wako na salio la mkopo wako. Katika kila jina liliko katika ukurasa huu wa kila mwanachama, chini yake kumeandikwa malipo. Hapa ndio pale unapomfanyia mwanachama malipo kila siku. Kwa hivyo unabonyeza hapo malipo. Unamwandikia kiwango alicholipa kwa hiyo siku. Na chini yake pameandikwa tarehe ya leo kuonyesha kuwa umelipa siku hii. Kisha unafinya wasilisha. Baada ya kufinya wasilisha, utaletewa meseji inaonyesha malipo yamerekodiwa kikamilifu. Hapo unabonyeza okay. Ukiangalia katika jina la mwanachama huyo utaona kuwa salio lake la hiyo siku limepungua kulingana na ile pesa aliyolipa. Ukurasa huu wa malipo unaonyesha wanachama wako wote ama wanachama wote walio katika kikundi hichi, na inaonyesha kwa siku hiyo wamelipa kiwango cha pesa ngapi. Ukurasa huu wa miamala unaonyesha viwango vya pesa zote mliolipa kwa siku kufikia pale ulipatiwa mkopo mpaka kuendelea na kumaliza. Ukitaka kumweka mwanachama katika mzunguko mwingine iwapo atakuwa amemaliza mkopo wake, utakuja katika sehemu ama ukurasa huu wa mikopo. Kisha katika upande wako wa kulia kuna alama hapa ya kuongeza na imeandikwa mikopo, iko rangi ya manjano. Utabonyeza hapo. Ukurasa huu umeandikwa unda mkopo wa kikundi. Utaandika kiasi. Chini yake utabonyeza
hapo pameandikwa chagua mzunguko. Ukishamaliza kumwekea amefika mzunguko gani, chini yake kabisa itakuwa pameandikwa iliyotolewa kwa. Iliyotolewa kwa ni chagua mwanachama uliyompa mkopo mpya. Ukishafanya hivyo, bonyeza wasilisha. Ukishawasilisha, mwanachama huyo na mkopo wake mpya atajitokeza katika ukurasa huu wako wa mikopo. Na iwapo umekosea katika kumjazia mtu hapo malipo yake, hapo kando ya alama ya malipo katika ukurasa wa mikopo, chini ya jina la mwanachama, kwa upande wa kulia pameandikwa hariri. Bonyeza hapo. Kama umesahau kuandika kiasi au kiasi ulichokiandika sicho, unaweza badilisha hapa. Ama mzunguko umeuandika vibaya ama umeandika mzunguko ambao sio, unaweza bonyeza katika mzunguko hapo, itakuleta uweze kuchagua mwanachama yuko katika mzunguko gani ili uweze kumjazia mzunguko ulio sahihi. Ukimaliza hivyo, hapa chini utakuwa umeandikiwa iliyotolewa kwa, yaani mwanachama ambaye unafaa ama ndio unataka kumwekea vizuri mkopo wake. Utabonyeza hapo, utachagua jina la mwanachama. Ukishamaliza, bonyeza wasilisha. Sasa kwa hapo mkopo utajiweka sawa. Na hivyo ndivyo jinsi ya kutumia app ya ZIA.